Kauli moja naanza nayo, Chadema hawezi kupanda safari, na hii kauli nimeisema sana kwamba wapande basi moja wakafika salama Dar es Salaam, lazima washushane au wagombane njiani. Hii ndio inayotokea, na nilisema mara nyingi sana. Na kipekee ni washukuru sana viongozi wangu wa chama kitaifa, hasa makamu mwenyekiti ameizungumza sana hii, wanasema no reform no election. Na pia katibu wetu mwenezi wa taifa Comrade Makala ameizungumza sana kwamba hawa jamaa, kwanza alianza mara kwanza akasema hawa jamaa wana hela, ndio maana wanasingizia kwamba hawawezi kuingia kwenye uchaguzi. Nami naamini hawana hela, kwa sababu huwezi kukataa uchaguzi unaofanyika kisheria na kikatiba, kwa sababu sio matakwa ya Chama cha Mapinduzi kwamba au vyama vingine kwamba uchaguzi ufanyike mwaka huu. Sheria na katiba yetu inasema viongozi wa kuchaguliwa na wananchi watadumu kwa muda wa miaka 5, na huu ndio mwaka wa 5 umefika, na ndio kalenda ya uchaguzi. Unaposema no reform no election, unatengeneza kitu ambacho kwa watu wanaoelewa sana, na hasa Watanzania wa sasa, wanapoona kama umepoteza mwelekeo. So haiwezekani uchaguzi wa katiba, na maana sheria katiba ivunjwe. Na wao wanahubiri sana kwamba tunataka Chama cha Mapinduzi kiheshimu katiba ya nchi. Moja ya kuheshimu katiba ya nchi ni kuendesha uchaguzi kwa mujibu wa katiba, na ndio katiba inayofuata uchaguzi uwepo sasa mwaka huu. Sio kwamba hitaji la Chama cha Mapinduzi, hapa ni hitaji la kikatiba wa Tanzania kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila baada ya miaka 5 viongozi wote waliochaguliwa na wananchi kuongoza serikali ngazi mbalimbali, madiwani, wabunge na rais, wanakoma baada ya miaka 5 kunaingia kwenye uchaguzi mwingine. Sasa unaposema hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko gani? Hivi kweli unaweza kaamini? Mimi nimeshiriki, nimekuwa kwenye vyama vya siasa hususan Chadema kwa muda mrefu. Kuna wakati Chadema ilishinda, kuna wakati Chadema ilikuwa inashinda, vyama vya upinzani vilikuwa inashinda, vyote vimai kuwa na madiwani, vimai kuwa na wabunge. Kule bungeni kulikuwa na kambi ya upinzani bungeni, kwa katiba hii walikuwa wanachaguliwa. Sasa sisi walishindwa kuiba. Mimi nakumbuka 2005 mpaka 2010 ya uongozi wa kambi ya upinzani bungeni ulikuwa unaongozwa na CUF. 2010 mpaka 2015 uongozi wa kambi ya upinzani bungeni ulikuwa unaongozwa na Chadema. Na 2015 mpaka 2020 uongozi wa kambi ya upinzani bungeni ulikuwa unaongozwa na Chadema. Sasa unaposema CCM wanaiba uchaguzi, waongo. Na mimi nasema kila siku CCM haiibi uchaguzi. CCM inakubalika kwa matendo yake, kwa sababu ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa kiwango kikubwa. Kama nilivyosema kwenye kata yangu, tuna zaidi ya 90% ilani ya uchaguzi imetekelezwa. Sasa wananchi watapenda nini? Wanataka porojo? Wananchi hapendi porojo. Sasa hivi ni kizazi ambacho kina uelewa mkubwa. Wasibuniwe na hao watu wengine wanaenda kuwashangaa watu kwamba wanakuwa na watu wengi wanaowafuasi. Hapana, kusikiliza ni jambo moja na kutekeleza au kufuata ni jambo lingine. Kwa hiyo sisi hajai kuiba uchaguzi kwa imani yangu, kwa sababu ndio maana iliongoza. Naweza nikakwambia tu kwa mfano Mbeya hapa mjini 2010, uchaguzi wa 2010 Chadema alishinda kata 13. 2015 Chadema alishinda kata 26. 2010 Chadema walikuwa na wabunge zaidi ya 30 kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2015 Chadema walikuwa na wabunge zaidi ya 70 kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walikuwa na 2010 walikuwa na madiwani karibu 500 na kitu. 2015 walikuwa na madiwani 1000 karibu na 300 nchi nzima. Sasa inategemea hayo matendo. Wananchi hawezi kukariri kwamba kila siku mwadanganye kuna kucha hakuchi. Sasa wanaangalia ni porojo, bora waendelee kuiamini CCM ambayo inafanya kazi kwa vitendo. Na mimi niwashukuru sana, nikishukuru sana chama changu cha Mapinduzi, kimekaa na msimamo na kinatoa elimu kwamba wao wanatekeleza sera vizuri na ilani inatekelezwa vizuri. Kwa hiyo no reform no election, labda ndani ya chama chao, maana inawezekana chama chao kinahitaji reform. Sasa inawezekana wanaahirisha kwa sababu chama chao kinahitaji reform, so wamepata uongozi mpya. Lakini kwa Watanzania ni hitaji la kikatiba. Chadema wana pambio nyingi. Kulikuwa na operation Sangara, operation M4C, operation Chadema Digital, operation Join the Change, operation Tone, operation no reform no. Yani ni mapambio.
ya nyakati zao kulingana na hali wanayokutana nayo ngumu, kwamba CCM mara zote inatekeleza mahitaji au irani kwa wananchi au inafanya kazi za maendeleo kwa wananchi. Haya ni mapambio tu. Mimi naye kusema, na hii ni mara ya pili nasema haya ni mapambio. Walianza na operation Sangara, sawa, wakaja operation M4C, wakaja operation Chadema Digital, wakaja no reform, no election, wakaja wamekuja sasa hivi na tone tone, watakuja na kingine. Kwa hizi ni pambio tu, wa Tanzania wasiende kuiamini Chadema na wapinzani wengine wanaounga mkono no reform, no election. Huo ni mpango wao na matokeo yake watajua wenyewe, kwa sababu naamini wana Chadema ni binadamu wenye uelewa, wenye utashi, wenye malengo, wenye matamanio. Sasa hilo ni mpango wao wenyewe. Kama wanaona hiyo ndio njia sahihi ya kwamba watu wote wazuiliwe kugombea, hiyo ni mpango wao wenyewe, wala siwezi kuwashauria. Okay, unaungana na Amos Makalla, kama sio Amos Makalla basi ni Wasira, alizungumza kwamba wale wote ambao wanahitaji kuweza, wanaona Chadema hakueleweki, ambaki na no reform, basi waje Chama cha Mapinduzi. Na nimesema mara nyingi, mnaoona huko mambo yaendi, njoo ni Chama cha Mapinduzi, mambo yanaenda. Mnaoona Chadema na vyama vingine chakula kihivi, njoo ni CCM, chakula kinaiva na kinaliwa. Kwa tunakaa waende kwenye mambo hapo, watatimiza ndoto zao, watatimiza malengo yao, lakini watasaidia kwa vipawa na karama zao kusaidia maendeleo ya nchi, kwa sababu sio dhambi, lakini sio kufungwa kama wanavyotaka kufungwa, kuondeshwa kidikteta. Wanasema udikteta, au ndio udikteta. Huwezi kumkataza mtu, unasema uhuru wa mawazo. Sasa naye ana uhuru wa mawazo. Okay, kupitia kampeni hiyo unaiona Chadema inaenda kufa ama kupotea kabisa? Kwanza nishauri tu wananchi. Ili washauri tu wananchi kwamba wasiendelee kuiunga mkono Chadema. Itawaferisha sana. Wasiendelee kuunga mkono Chadema, itawaferisha sana. Sana sio kidogo. Kwa sababu wako viongozi leo wa juu, familia zao sio raia wa Tanzania. Kwa viongozi wa juu kabisa ndani ya Chadema, wake, watoto wasio raia wa Tanzania. Kwa wanaseka, wanataka waendelee kuwa na changamoto za kutokufanya maendeleo. Kwa mimi ni washauri sana wasiamini Chadema. Na nimesema mara nyingi sana, msiamini sana Chadema, msiamini upinzani. Kwa sababu hawana nia ya dhati ya kuleta maendeleo. Sana sana wao nia yao ni ya kuleta fujo, mitafaruku, yani kuleta tu vurugu tu za hapa na pale. Na nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan hasa kwa fora zake. Manake kichaka kilikuwa ni kwamba tumezuiliwa mikutano, tumezuiliwa maandamano. Mama amesema ruksa, endeleeni tu. Majibu mtayapata kwa wananchi, hasa kwenye sanduku la kura. Wamepigwa hapa sanduku la kura, uchaguzi wa serikali za mitaa umetawanyika. Wameshikana uchawi wenyewe. Manake hapa angesema ametuzuia, mama za ruksa. Na hii nasisitiza ndugu mtangazaji na wananchi mnaosikiza. Hizi fora mama zimewabeba sana. Ila wanakataa kwamba fora eti hazikuwa na maana. Zina maana kubwa sana, na wao mpaka leo wamepata jengo la ofisi. Walikuwa hawana hela, walidunduliza zile walizozila wakati utawala wa Magufuli walipozichukua fora zile hela, wamenunua jengo, leo wana ofisi. Leo wameweza kufanya hata mikutano, wakarusha na helikopta kwa msimu. Leo wanasema fora hazina maana. Fora hazina maana. Mama ni mtu wa dialogue. Yaani mama anataka mazungumzo, anataka maelewano. Mama hataki vurugu, anataka mwelewano. Unataka nini kafanya? Unataka mkutano, nenda kwa wananchi wakakubali. Sasa wananchi ndio wanaowakataa. Wananchi ndio wanaosema nyie hamtoshi. Kama nyie mnaendesha vurugu, mnaendesha migogoro, sasa mnagombana. Sasa hivi tukiwapa nchi, mtafikiria matatizo yetu ya wananchi au mtafikiria kutatua migogoro yetu? Uchaguzi, nilisema mimi kwamba uchaguzi umekuwa fundisho sana kwa Chadema na wapinzani wengine. Ingawa na maneno ya kuokoteza barabarani, ya kujifariji, ya kuonewe huruma, lakini ukweli ni kwamba hawawezi kuaminika kwa matendo yao. Chadema na upinzani hauwezi kuaminika kwa matendo yao. Kwa sababu mimi nilisema vyama vyenyewe kwa ndani mwao havina amani. Vyama ndani mwao ni kugawana tu. Kila kitu, kila ukanda, kila na sasa hivi umeona wametawanyika. Kila mtu anaongea lugha yake, ni lugha gonga. Tutafikiri wajenzi wa mnara wa Babeli hawaelewani. Huyu anasema tunakubaliana na kwenda kwenye uchaguzi, mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka mabadiliko. Sasa hao ni watu wa kuamini na kuwapa na ni wasii sana wa Tanzania, hasa wa kata yangu ya Mwakibete. Ni wasii sana. Mwasikilize sana viongozi wetu wa chama taifa. Amesema hapa makamu mwenyekiti alipokuja, mheshimiwa makamu mwenyekiti taifa, mheshimiwa Steven Masatu Wasira. Amezungumza sana kwamba watu kuna mambo yao yanawasumbua. Sasa wanataka sisi sote ambao tumetulia, tunajipanga na uchaguzi, tufuate mikumbo yao. Wewe kama umechoma nyumba utalala nje. Kama mtu ulilinda nyumba yako utalala ndani.
Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.